السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi watazamaji wa Sultan Online TV, siku ya leo kwa mara nyingine nachukua fursa hii kwa ajili ya kuweza kupeana darsa ama faida za dua ambazo sisi tunapaswa kuzifanya kwa ajili ya kutatua mambo yetu. Watu wengine wanakimbilia katika mambo mengine kwa sababu wanashindwa kujua taratibu za kumkimbilia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Leo natoa siri miongoni mwa siri ambazo zinatokana katika surati Najm. Ama surati Najm ndiyo inapopatikana miongoni mwa aya za mwishoni. Ndio kitu ambacho nataka siri hiyo niitoe siku ya leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukitumia aya hii inatumika katika mambo mengi kusaidia kujiondoa katika mizonge ya kimaisha, kujiondolea ugumu wa kimaisha. Aya ambayo imepitiwa na wanazuoni wengi wa sirri al-aslad, wanazuoni wa sirri. Kama mtu atafika kwa hesabu ya 6666, mtu akafanya hii kwa hesabu ya 6666 akaisoma aya hii, qadhahu al-hajati, mtu huyu anakidhiwa haja yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yoyote ile, kwa nia tu ambayo atakaiweka. Basi Mwenyezi Mungu atamfanyia mtu huyo wepesi katika maisha yake, katika yale yote aliyokusudia, kwa idhini ya la ilaha illa Allah. Lakini aya hii wameifanya watu wengi, ama njia hii wameifanya watu wengi, wanachuoni wakubwa wameifanya, imeangaliwa na wanachuoni wakubwa waliokuwa wamekwama. Wapo ambao watu wamekwamika kimaisha, wakadumu kwa kufanya uradi huu, wakafanya ndio uradi wao. Kila baada ya swala wanakaa, kila baada ya swala anakaa anasoma. Wengi wao waliokuwa wakitumia njia hii, wengi walifaulu, walikwamuka katika hali ngumu ya kimaisha, mpaka huu muda ninaozungumza wana maisha mazuri kwa idhini ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Aya hii inasomwa laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa. Hii wallahi hakuna mtu aliyeitumia njia hii akafanya uladi wake, akafanya laisa laha min dunillahi kashifa kwa hesabu, wallahi hakuna aliyefeli hata huyo. Wote walifaulu katika majambo yao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alirahisisha mambo yake mtu huyo, anarahisisha mambo yake mtu huyo, lakini vile vile anafungua milango ya riziki zake, na kheri na baraka zitamshukia mtu huyo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na siri hii ya laisa laha min dunillahi kashifa. Na kama mtu anaweza kufanya, anaweza akapanga kila kipindi cha ibada ya swala, baada ya swala akawa anafanya 6666 laisa laha min dunillahi kashifa 6666. Basi mtu huyo kila jambo lake litamuendea kama anavyotaka, litakwenda sawa sawa na vile nia yake anavyohitaji. Kwa mtu mwenye maradhi,
asome kwa hesabu ya 10,012. Laisa laha min dunillahi kashifa, kwa hesabu ya 10,012. Mtu huyo anaweza akagawa kila katika kipindi cha ibada ya swala. Anapomaliza ibada ya swala, basi anaweza akasoma kila kipindi akafanya 1111, akasoma 1111. Laisa laha min dunillahi kashifa 1111 kila kipindi cha swala. Baada ya swala wewe unajipinda laisa laha min dunillahi kashifa, 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 laisa laha min dunillahi kashifa. Maana yake mpaka unafikia 1111. Dhuhuri pengine subuhi 1111, dhuhuri 1111, alasiri 1111, magharibi 1111, isha 1111. Utafanya kwa hesabu hiyo. Kwa mtu mwenye maradhi atagawa katika mfumo wa namna hiyo. Ndugu yangu, tumia hii kwa idhini ya Allah. Insha Allah atakufanyia wepesi. Kama ni maradhi, basi Mwenyezi Mungu atakuondoshea maradhi, mtihani wa maradhi utaondoka. Kama endapo pengine umefanyiwa maradhi ya kichawi, pengine umefanyiwa maradhi pengine maradhi tu haya ya antibiotiki, pengine ni maradhi ya visigu, yani maana yake pengine vishetani vibaya vinakuletea maradhi, pengine ni maradhi ya hasadi hizi, basi inshallah kwa idhini ya Allah, kwa idadi hii ukiifanya, basi Mwenyezi Mungu atakuondolea mtihani wa maradhi. Na wewe ambaye katika upande wa mambo ya qadhaul haja, basi tumia katika idadi ya 6666. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.